chakula. Kuna upako wa kulima mwaka huu. Unaona, mpe maarifa. Tunataka watu wakienda wanaleta mafuso. Fuso kabisa zinakuja na mahindi. Mwaka huu nataka ulime ulezi. Bwana alithibitisha neno lako kwa jina la Yesu. Kuna kina mamalishe hao, naona hao. Kuna hao wanaweka mambo yao. Unaweza kuwauzia, huyo ana kiwanda anaweza kukosa ule ulezi akakwambia leta gunia 5. Si unaona biashara inavyokwenda? Mbebane nyie kwa nyie, muinuane. Simseme amen. Mungu akusaidie kwenye chakula utakachoenda kukipika Moshi. Kwa damu ya Yesu Kristo mwana Mungu hai. Kauze chakula kikauzike. Watakapokuona wakufurahie wewe mpaka na chakula unachokiuza. Kwa damu ya Yesu Kristo mwana Mungu hai. Wakuulize maswali mawili. Umetia nini kwenye chakula? Kwa damu ya Yesu Kristo mwana Mungu hai. Jambo lijitokeza kwa mtoto aliyezaliwa kipofu likupate na wewe, kwamba watajiuliza mara 2 na mwisho wa siku watasema kamuulizeni mwenyewe, kwa kuwa ni mtu mzima. Lakini Bwana atakuwa amekunyang'anyia mashariki na magharibi, na wewe umepokea kwa damu ya Yesu Kristo mwana Mungu hai. Akuletee waje wale na kushiba kwa damu ya Yesu. Bwana akutendee kwenye biashara yako ya mahindi kwa damu ya mwana kondoo Kristo Yesu. Iwe kwako kwa utukufu wa Mungu aliye juu. Hapo unapolima, Bwana akutendee kwa neema. Mahindi yako yawe kwako faida, isiwe hasara kwako kwa damu ya Yesu Kristo mwana Mungu hai. Katika shamba lako na libariki, katika mikono yako na kubariki. Katika shamba lako na kubariki, katika mikono yako na kubariki. Hakuna atakaye kuibia, hakuna atakaye kuzurumu kwa damu ya Yesu Kristo mwana Mungu hai. Lima na upate faida kwa damu ya mwana kondoo Kristo Yesu. Wakisema mahindi yamepanda bei, uwe umevuna gunia za kutosha ili uuze upate pesa ya kutosha kwa damu ya Yesu Kristo mwana Mungu hai. Baba nakusaidia kwa neema. Kazi ya mikono yako, lima na upate faida kwa damu ya Yesu Kristo mwana Mungu hai. Lima na upate faida, na kwa kuwa umedhamiria kulima ulezi kipindi hiki, Mungu akusaidie kwenye kulima. Bwana akusaidie kwenye kulima, hiyo biashara ikazae, ukavune gunia za kutosha katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu hai. Na kupitia hapo ukanyanyuke tena kwa damu ya Yesu Kristo mwana Mungu hai. Baba aitazame biashara yako ya mboga, bustani yako hii ikazae matunda kwa damu ya Yesu Kristo mwana Mungu hai. Ukaone faida kwa jina la Yesu. Unapolima biashara yako, mchicha unapoota, watu watoe oda, wanunue matuta hata kabla kwa bei utakayouza mwenyewe. Vile umeanza kuota tu, wagombanie, waseme ni mwagilizie, nalipa pesa. Hilo tuta ni langu kwa jina la Yesu Kristo. Ili jambo liwe na wewe kwa jina la Yesu Kristo. Biashara yako mahindi, unalima, unanunua, unalangua. Hivi kulangua ni kufanyaje? Ndio kununua. Sasa ukae hapa, wewe rudi hivi, sogea. Kulangua sio kununua. Ni kufanyaje? Unakopesha. Ngoja kwanza. Ngoja. Hebu niosha maelezo. Mimi na mahindi haya, unataka unanifanyaje? Unakopesha hela, halafu unakuja kuchukua mahindi. Huko ni kufanyaje sasa, mama biashara? Huko ni kukopesha. Kuibia mtu. Ndio kulangua. Wewe kwako kulangua ni kununua, ambao nafikiri ndio huyu sasa anaitumia hiyo. Mlanguzi wa mahindi. Ukija huku sasa anakuwa mwizi wa mahindi. Akia Mungu. Baadaye ukae waeleze hawa, wewe umetangulia kwenye swala la biashara ya mahindi. Amen. Sawa. Waeleze hawa, usiona ni watoto wadogo. Wakipata mtu mzuri anaweza kuwaelekeza, wanaweza kutoboa. Tukapata watu wenye nguvu kwenye kanisa. Amen. Unaona anapata 10,000 yake anaitunza. Baadaye wakikaribia kuanza kuvuna, unajua walevi wanakuwa wengi, hawana hela za kuvunia, yeye ndio anapeleka. Anampa hela kwa kiasi cha gunia. Si ndio? Kwamba unachukua 50,000 nataka gunia. Si ndio? Sasa kama ana 600,000 ana magunia mangapi? Si ni mengi? Asante, akili ni nzuri. Mungu akunyanyue kwa jina la Yesu. Na wewe utunze sasa kinachoingia. Usihonge.
Sawa? Mungu akusaidie. Maana naweza kununua pesa haina adabu. Pesa ikiwa nyingi badala aongwe yeye anahonga yeye. Si ndio usihonge mwanangu, dunda nayo. Hata ikiwa nyingi usitoe bila kibali. Tunza. Unamwambiaga usihonge, si unaona? Nasema kumbe jibu liko hapa. Huyu na huyu ni ndugu. Si unaona bwana? Sema Yesu hoye. Tikisa tena mkono wako juu. Nazungumza nasikia kitu kumbe. Ukipata 10 nileteni kutunzie. Safi. Unapeleka sawa ana malengo mazuri na wewe. Sawa? Kuna nzio wanawake wenzako wanapiga magari makubwa wamejinunulia wenyewe, hawakununuliwa na watu kwa sababu walikuwa na focus. Kidogo chake amekubali avae nguo ya kawaida, lakini ana milioni 10 ziko mfukoni amezitunza. Mungu akushangaze kwa neema, na mimi naiona hii baraka kwa ajili yako. Akuinue kwa damu ya mwana kondoo Kristo Yesu. Kwa biashara yako ya mahindi, Mungu asimame unapouza, unaponunua. Akudhihirishie uwepo wake kwa ajili yako. Katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba wa mbinguni akutendee. Katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Iwe neema juu yako. Amen. Na mkilima mahindi mengi uniambie, niwaunganishe na mtu ambaye anahusika kwenye hizo issue, ili msiwe na shida. Fanya kitu kwenye malengo bwana. Usisikitike sana kwenye biashara yako, pia kuna kuuza. Sawa? Ukitoka huko na wewe unadandia tawi lingine, hakuna kuzeeka kwenye kazi. Ni kupiga kazi kieleweke. Weka watoto pembeni, nenda sepa polini, kakusanya mzigo wa mahindi. Bwana ibariki kazi yako. Kwa damu ya mwana kondoo Kristo Yesu. Ninanena kama nabii wa Bwana. Biashara yako ya chakula, kila anayekula aende huko aseme, na kupitia vyombo hivi na vitakasa kwa damu ya Yesu. Huu mwiko unapokoroga, unavyozunguka, ndivyo ufahamu wao uzunguke. Hata jai waume wakiwa wapi, ufahamu wao uwe unazunguka. Unawaza mahali walipolia chakula. Mwiko sikia, yoyote atakayekula chakula kutoka kwako, kokote anakokwenda awe anawaza juu ya chakula alichokula, akisifie mbele za watu wengine. Jinsi ulivyo mzuri, ndivyo na chakula kiwe kizuri katika jina la Yesu. Jinsi unavyopakua na kubeba na kumimina, ndivyo wafurahie watapokula. Jinsi unavyoenda kwenye kinywa, ndivyo wafurahie. Jinsi unavyobeba chakula na kukiweka kwenye meza, ndivyo wafurahie. Wale waondoke, lakini warudi tena, waambizane katika jina la Yesu. Iwe kwako neema. Ule ufuta unalipa. Nikasita. Asante sana. Baba nakushukuru, njoo hamia. Hamia huko kwa neno. Hamia hapo. Leta mikono yako. Kama Mungu aishivyo kwa damu ya mwana kondoo Kristo Yesu. Hata kama wamewadharau, Mungu atawanyanyua. Ardhi haijawahi kumwacha mtu kwa jina la Yesu. Baba nakushukuru kwa sababu ya ufuta huu. Nakushukuru pia kwa sababu ya kampuni hii. Wewe ni Baba mwenye nguvu, nami nakusihi kwa ajili ya neema hii. Asante kwa ajili ya ofisi yake. Asante kwa ajili ya mauzo. Asante kwa ajili ya logo hii. Popote inapoonekana waifurahie. Logo hii wakiiona, iwe nje ya nchi, iwe ndani ya nchi, waifurahie, watamani tena, tena na tena kwa damu ya Yesu. Watamani tena, tena na tena. Logo hii wanapoiona popote, waifurahie kwa damu ya mwana kondoo Kristo Yesu. Wanunue vya kutosha, wanunue vya kutosha, iwe ndani ya nchi, iwe nje ya nchi, kwa damu ya mwana kondoo Kristo Yesu. Iwe ndani ya nchi, iwe nje ya nchi. Logo hii inapoonekana popote, popote, bidhaa hii ya lishe, na wanapokula waone baraka, waone baraka, waone baraka na afya katika miili yao, kwa damu ya mwana kondoo Kristo Yesu. Damu ya Yesu ikahusike kwenye kazi yako. Bwana akakusaidia ukajikusanyia vilivyo vingi kwa damu ya Yesu Kristo mwana Mungu hai. Biashara ya nguo zako uza, na kila atakayevaa wamsifie wengine, waseme wamenunua wapi, aelekeze mahali amenunua kwa jina la Yesu Kristo. Kupitia nguo hii ninanena kusudi la Bwana. Nguo zako zikanunuliwe, uza vikauzike. Nguo zako zikanunuliwe, uza vikauzike kwa damu ya Yesu Kristo mwana Mungu hai.
uza vikauzike kwa jina la Yesu. Iwe neema kwako na Mungu ajitukuze juu yako kwa damu ya Yesu Kristo. Baba wa huruma na Mungu mwenye enzi, akutazame, akuonekanie, giza likanyamaze, nuru ikaonekane. Akushangaze Mungu kwenye duka lako linalotembea. Akushangaze Mungu kwenye duka lako hilo linalotembea, ambalo uko nalo katika mkono wako mahali popote. Pata simu nyingi, pata simu nyingi, pata simu nyingi, na kila anayepiga asigaili. Kila anayekupigia, anayekihitaji chochote asigaili kwa jina la Yesu. Uza vika